Tabia ya kupenda pesa kuliko Yesu ni tabia ya ulimwengu. Ndio maana askari wanamwendea Yesu kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 3 na mstari wa 14. Wanamwendea Yesu, wanamuuliza Yesu, na sisi tufanye nini? Yesu akawaambia, toshekeni na mshahara wenu, msidhulumu watu ndio muibie watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alivyosema ya kwamba kwenye kitabu cha Ibrania 13 na mstari wa 5, nasema msiwe na tabia ya kupenda pesa, muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Kwa hivyo hii tabia ya kuwa pesa unaitanguliza mbele badala ya kumtanguliza Mungu, badala ya kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, hiyo ni tabia ya kiulimwengu, na ukitumia hiyo namna ama hiyo system, ujue kwamba ndio utakuwa Mkristo ambaye bado unaendelea kuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni duka la kwanza ambao tumezungumzia kwamba ni duka ambalo ukienda kununua, duka la wokovu, unaenda kununua vitu pasipo pesa, maana kile unakipata pale ama ile bidhaa unaipata pale ni jiwe la msingi, Yesu Kristo, ambao ile bidhaa hauwezi ukailipia kwa vyote vile. Hiyo ni duka ya kwanza. Duka la pili ambalo ukienda pale hautakiwi kuwa na pesa ndio ununue, ni duka ambalo limeandikwa hapa juu ukombozi. Ukiingia kwenye hii duka huo unapatanga kitu kinaitwa the blood of Jesus. Unapata damu ya Yesu Kristo katika hiyo duka. Unapata bidhaa ambayo inaitwa damu ya Yesu Kristo. Na damu ya Yesu Kristo, hakuna pesa ambayo unaweza ukatoa ukanunua damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya 55 mstari wa 1, Yesu anasema ya kwamba njooni kwangu mkapate kununua pasipokuwa na pesa. Ni pesa ngapi ambazo utatoa ndio ununue damu ya Yesu Kristo? Kwa hivyo kwenye duka la ukombozi ukifika pale unaendanga kununua damu ya Yesu Kristo. Sasa unanunuanga ama unapatanga damu ya Yesu Kristo ili kufanyie nini? Maana Yesu anasema endeni kwangu enyi ambao mko na kiu ya kupata ukombozi, uko na kiu ya kuokoka, unafaa uingie kwenye duka la wokovu. Uko na kiu la ukombozi, unafaa kuingia kwenye duka la ukombozi, na kwenye ile duka utapata bidhaa inaitwa damu ya Yesu Kristo, the blood of Jesus. Nikakwambia ukiingia kwenye duka la wokovu utapata bidhaa inaitwa jiwe la msingi, jiwe la dhamani ambao ni Yesu Kristo. Sasa kwenye hii duka unapoingia ndani yake, hii duka la ukombozi, utakutana damu ya Yesu Kristo. Sasa damu ya Yesu Kristo huwa inakusaidia kwa namna gani? Jambo la kwanza, kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 1 na mstari wa 18, maandiko yasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, dhahabu au fedha, mtoke katika mienendo yenu isiyofaa mlioipokea kwa baba zenu, lakini mlikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo unapoingia kwenye hii duka la ukombozi unapata bidhaa inaitwa damu ya Yesu Kristo, ambayo hiyo damu ya Yesu Kristo itakukomboa kutoka kwa shetani. Hii damu ya Yesu Kristo itamkomboa mtu ambaye unamuombea akombolewe kutoka kwa shetani. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sasa maandiko yasema kwenye kitabu cha John, the book of John 3:16, ya kwamba Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili yeyote aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu akaona kwamba kuna kijana ako pale ako na kipawa lakini shetani amemiliki. Akaona kuna msichana ako pale ambaye ako na nyota ya unabii lakini shetani amemiliki. Wajua shetani ndio amumiliki mtu, huwa anaachilianga tamaa ya dhambi kwa mtu.
Mtu akifanya dhambi anakuwa ni wa Ibilisi. Ndio maana maandiko yasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Ukishafanya dhambi, shetani anatumianga dhambi kama mnyororo wa kukufuta, anakuleta katika ufalme wake. Maana dhambi ni mnyororo. Kwa sababu watu walikuwa wamezaliwa chini ya sheria, watu wakawa wamevunja sheria wote. Shetani akawavuta kwa mnyororo wa dhambi ambao waliifanya, akawapeleka katika ufalme wake. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Romans, the book of Romans 5 and verse 20 and 21, maandiko yanasema ya kwamba dhambi ilipozidi, maandiko yanasema pasipo sheria, yani sheria ndio huwa inazaa dhambi. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba wote walio chini ya sheria wamelaaniwa. Kwa maana hakuna mtu ambaye anaweza akatimiza sheria zote. Kuna maandiko yanasema ya kwamba ukifuata sheria zote lakini ukakosea kwa moja tu, unahesabiwa kwamba yote umekosea. Kwa hivyo unafaa utubu utubu makosa yote ambayo yanahusiana na sheria zote ambazo zimeandikwa kwenye Biblia. Mungu akaona kwamba hawa watu na wahitaji, lakini shetani amewamiliki yani kihalali kabisa. Ako na haki ya kuwamiliki kwa maana wametenda dhambi na ni wake. Kwa hivyo nitafanya nini ndio niwakomboe watu? Maandiko yanasema akamtoa mwanae, akatoa mwanae kama sadaka, na kile ambacho kilikuwa kinahitajika kwa mwana wake ni damu ya Yesu Kristo. Ndio kitu cha kwanza ambacho kilikuwa kinahitajika, kama kulipia deni. Leo hii ukiwa umedaiwa na mtu deni, lazima ukuwe na kitu ambacho utakuja kumlipa nacho, either pesa fulani. Atakuja kuhesabia kuambie utanilipa pesa fulani kwa wakati fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukawa tumedaiwa, tukawa tumenunuliwa na shetani kwa sababu ya kutenda dhambi, tukawa tumefutwa kwa shetani kwa sababu ya minyororo ya dhambi ambao ilikuwa imetukamata zote, tukawa tumekamatwa kwa shetani. Mungu akaangalia akaona watu ndio niwakomboe, nitawakomboa na nini? Anajaribu kuangalia dhahabu na fedha, anaona kwamba shetani ako nazo mingi tu. Ndio maana unaona wakati ule shetani anapokutana na Yesu kule jangwani, anamwambia hivi vyote niko navyo. Alikuwa anamuonyesha magorofa, magari, pesa, anamwambia ukiniabudu nitakupa vyote. Mungu akaangalia akaona kwamba kama nikitumia dhahabu, kama nikitumia pesa, shetani ako nazo mingi hata kumbali. Mungu akajaribu akaangalia kama kuna mwanadamu ambaye anawezea kutumika ili aukomboe ulimwengu. Akaangalia damu zote za wanadamu ambao shetani amewakamata, akaona kwamba hao wote ambao wanafaa kujiokoa tayari wako mkononi mwa shetani. Na namba 2, damu zao ziko na laana, maana wamezaliwa chini ya sheria. Na maandiko yanasema kwamba aliyezaliwa chini ya sheria amelaaniwa. Kwa hivyo wote walikuwa damu zao ziko na laana. Mungu akaangalia akaona kwamba kile ambacho shetani anakipenda sana ni damu, the blood. Ndio shetani anapenda sana. Lakini damu yao watu tayari amewakamata na damu zao ziko na laana. Kwa hivyo hakuna damu ambao itatolewa mwanadamu wa kawaida shetani ikumbali. Akasema sasa itabidi sasa nitoe damu ya mwanangu, ambao ile damu iko na dhamani kuliko dhahabu na fedha. Ndio maana tumesoma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza na mstari wa 18. Maandiko yanasema nanyi mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Akaona ile damu ambayo iko na uwezo wa kutukomboa tukatoka kwa ulimwengu wa shetani ni damu ya Yesu Kristo tu peke yake. Akaona kwamba ile damu ambayo inaweza ikatununua, ile damu ambayo shetani anaweza akakunywa akafurahia mpaka akatuachia. Maana ukitaka kumtenga simba au mletei chai ama majani, unamtenga na nyama, maana simba huwa anakulanga nyama. Mungu akaona shetani anachokipenda ni damu tu.